alipoona wale ni wenye dhambi na hivi, hakuona sababu gani atumie nafasi yake, atumie muda wake, atumie maombi kuwaombea wale, akawa yuko busy na ya kwake. Unaona? Na hiyo ndio kutoroka kwenda huko Tashishi alipokuwa anaelekea kwenda, kwa sababu ya mambo yake. Kwa hiyo katika kumtoroka Mungu, alikuwa anamtoroka Mungu kwa sababu alikuwa na mambo yake ya kufanya. Na hiyo sasa ndio tunauona huo binafsi ambao ulikuwepo ndani ya Yona. Sasa na sisi ndio tunakuja kuangalia kwa upande wetu ya kwamba ni kitu gani kinachofanya tunashindwa kusimama kwa ajili, niseme tu kwa ajili ya ulimwengu. Ni Yona sura ya 2 anasema hivi, nitaanza tu mstari wa kwanza. Anasema, ndipo Yona akamuomba Bwana na Mungu wake katika tumbo la yule samaki. Akasema, nalimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu. Maana mtu aliyezoea kujiombea. Kwa hiyo yeye aliamua nenda kule akatengeneze, kafanya maombi kule. Hakuna hana haja ya kwenda. Yuko ndani ya tumbo la samaki anamlilia Mungu kwa sababu ya shida. So ni mtu alikuwa amebeba ubinafsi ndio ulikuwa umekaa ndani yake. Ambaye hii ndio sura ambayo tunaiona nayo tukiwa nayo sasa hivi. Na hii sasa ndio inayokwenda kutungiza sisi kwenye shida. Kwa sababu wanatakiwa wapatikane watu watakaoweza kusimama. Wako, lakini tunatakiwa tuwepo. Anasema, naye akaniitikia katika tumbo la kuzimu, naliomba nawe ukasikia sauti yangu, na ulinitupa vilindini ndani ya moyo wa bahari, gharika ya maji ikanizunguka pande zote. Mawimbi ya anaelezea yote, anazunguka hapa ni habari zake mwenyewe. Kama mimi ninavyoweza kwenda wewe ukasema nafunga siku 7. Una kitu kingine unachosema ni habari zako. Umekusanya hapo, sijui naomba mume, naomba chakula, naomba gari, naomba kazi, naomba hiki, naomba nini. Alafu unakuta tu unasema okay, nitaombea na familia na nitaombea na nchi kidogo. Lakini unaangalia ule uzito wa yale maombi ambayo yaliyowekwa, unakuta uzito huo kwa mtu. Maombi yake yeye. So tunaona kabisa hapo ni nini? Ni ubinafsi. Kwa hiyo mpaka mstari wa 10 unaona hayo kuna nini? Yona anazungumza habari zake. Lakini pia sura ya 3 tunaona kwamba maombi, kwanza hiyo sura ya 2, maombi binafsi, yani maombi ya mtu binafsi huombwa sana na watu wanaoishi kwenye uasi. Yani ukisema uasi kama vile Yona, watu ambao kwa sababu ili ni fanye ya kwangu na ya kwangu yakae ndani yangu, ufahamu wangu kama, sababu tunazungumza nafsi ya mtu inajibeba yenyewe. Hiyo ndio maana ubinafsi. Nafsi ya mtu inajibeba yenyewe na imejifungia kwenye mipaka na haitoki nje na hairuhusu mtu kuingia. Sasa hiyo ndio maana ubinafsi, kwa sababu mambo yangu kwamba nafsi yangu haitoki nje hata ibebe mtu mwingine, na siruhusu mtu mwingine kuingia ndani yangu. Kwa hiyo ni mimi nasimama kwa ajili yangu. Sasa hapo panabeba roho ya uasi. Na hiyo roho ya uasi ambayo ndio ilikuwa ndani ya Nuhu ya Yona, ndio ilikuwa inamfanya anakuwa katika ubinafsi. Na kwa sisi kama kanisa tunajikuta kwamba maombi hayo, mtakuta mtu, wewe angalia tu sisi kanisa tunayo kwamba sisi kusema sana. Kila mtu kimkuta mtu anakimbizana, sio kwa ajili ya vitu vingine, ni kwa ajili yake. Kuna kitu hakiko vibaya, hakiko sawa. Kuna sasa kile ambacho hakiko sawa sasa ndio kimesababishwa na nini? Na uasi. Alafu sasa yeye kila anapoenda utakuta ametoka hapo ameenda kule, ametoka pale ameenda pale, ametoka pale ameenda pale, ni mambo yake anang'ang'ania na kule. Sasa anakuambiwa kwamba tusimame pamoja tuombe kwa ajili ya nchi fulani. Hata hiyo mara moja tu anaona kwake ni upuzi. Lakini ana uwezo wa kupata tiketi ya ndege, ya kupanda ndege, akalipa milioni 2, akaenda Nigeria kufuata TB Joshua. Yaani namtaja kwa sababu hayupo duniani. Watu walikuwa wanaenda kutoka Tanzania. Watu walikuwa wanaenda. Ubalozi wa kule wa Nigeria yani ulikuwa unatambulika kabisa. Watu wanaenda na yani ilikuwa ni kama vile unaenda tu hapo Kariakoo. Sasa hiyo yote watu walikuwa wanaenda kule, walikuwa hawaendi kwa ajili ya mtu mwingine. Walikuwa wanaenda kwa ajili yao wenyewe. Lakini sasa unakuta pale kuna watu ambao walikuwa wanaenda, lakini kuna wengine walikuwa ni sawa, ndio wanaenda sawa sawa.
Lakini kuna wengine walikuwa yale wanayoyaendea yamebebwa na uasi, ambao uasi ule unatoka uko ndani ya nafsi zao. Na kwa sababu hiyo sasa mtu anaenda anarudi, hakuna kitu kinafanyika. Wako watu wameenda wamerudi, hakuna kitu kinafanyika. Kwamba mtu anaishi kwenye uasi, kwa maana mtu ambaye ameitoroka nafasi yake. Sasa kuitoroka nafasi sio lazima iwe nafasi ya utumishi. Kuitoroka nafasi ya wokovu, hiyo inawafanya wengi wanaingia kwenye laana hii. Kwa hiyo wanajikuta kwamba wanakuwa kwenye uasi, alafu wanabeba laana, kwa sababu nafasi yangu ya wokovu ni ipi? Nafasi yangu ya wokovu ni utakatifu. Hiyo ndio nafasi yangu. Na mimi ambaye sitaki kukaa kwenye utakatifu, ina maana nimeasi. Sasa kama nimeasi, ina maana kwamba maisha yangu ninayagombania na yapigania mwenyewe. Kwa sababu kama nimeasi, narudije kule, wale wanawezaje kulipigania? Hawawezi. Kwa hiyo kwa sababu mimi nimeshakuwa mwasi, kwa hiyo sasa mimi ndio najaribu kwa nguvu zangu, kwa uwezo wangu, kwa akili zangu, kwa maombi yangu. Sasa nasema tusiombe. Yaani unaamini kabisa kwamba kwa hiki nikienda pale nikifanya hivi, nikienda maana nimetoa na huo mfano kwamba watu walisafiri wakavuka milima na mabonde, wakaenda wakalipa milioni 2 kwenda kule. Kumbe hakuhitajika kulipa hata shilingi moja. Na labda kama angelipa labda ni 500 tu ya kwenda kanisani, na labda angelipa kutakiwa kulipa hizo gharama zote, lakini kuna watu wamegharamikia. Hiyo ndio pale tunaposema kwamba ukiona mtu yeyote ambaye unaona miguu yake ya wokovu haisimami mpaka isimame kwa mtu, yani nikisema mtu kama mtakuwa mnaelewa, isimame kwa mtu, yani awe na mtu, ndio sasa hivi biashara za kanisa ndio siku hivi. Kitu ambacho ni kwamba kanisa linataka kwamba kwa mfano mimi sasa ndio niko hapa, ndio kiongozi, nimesimama, ndio mchungaji niseme. Kwa hiyo mimi kama mchungaji, wewe Salome unapokaa hapo, maisha yako wewe unajua, yani unatengeneza usalama wa maisha yako, ambaye nafsi inakudanganya sasa. Kwa sababu shaasi, shetani anakutengenezea mazingira mazuri ya ile faraja nzuri ya kwamba uko salama kwa sababu uko na Helena. Uko salama kwa sababu mchungaji wetu huwa anatokea na anatemeanga mapepo. Pale ile ni kiboko. Pale sasa ile inamtengenezea mtu anayekaa huku kwamba yuko salama. Kumbe hayuko salama. Ile haikurejeshi, hiyo unabakia kuwa mwasi, kwa sababu mwasi unafanyika katika ulimwengu wa roho. Umemwasi Mungu kwa kutoka kwenye nafasi yake ya wokovu, alafu kaweka tumaini lako kwa mwanadamu. Jamani, sijasema msiheshimu watumishi wa Mungu. Najaribu kufundisha kitu, tunafundisha nafsi ya mtu, ama tunaposema ubinafsi wa mtu. Kuna vitu ambavyo tunashindwa kuelewa, ama tunafika mahali tunashindwa kuvuka. Ama tunafika mahali tunasema kwa mbona nimeomba sana, mtu anakwambia nimeomba sana lakini sioni kitu. Sasa ndio unaanza kusema sasa. Sasa kama kama shule tunajifunza. Uwezo kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye yeye amekuwa kwa mafuta na Bwana na mafuta yake yako juu yako, alafu wewe maisha yako hayako sawa, wataka kumuingiza kwenye madhabahu ya Mungu. Nikamwambia mtu wa kwanza ni watu hao unaowaombea wawe na makorokoro. Wengine labda ni mazizi, wengine ni machafu gani, waongo na nini. Wachana, hizo ndio madhabahu za watu kwa moyoni mwao, ambaye sasa wewe ndio unatakiwa ubebe sasa. Sasa wewe kama ya kwako ni madhabahu ya moyoni mwako ni fanana na madhabahu ya moyoni kule, kuna mahali unaweza kumtoa mtu wako wewe? Hauwezi kutoa mtu. Nani anajua hilo sasa? Na leo tuna watu ndani ya makanisa yetu ni waombaji. Lakini waombaji ambao hawana uwezo wa kuhamisha madhabahu ya mtumishi ya moyo na kusogeza mbele za Mungu. Kwa sababu wao wenyewe ni watuhumiwa, ni waasi, hawafai mbele za Mungu. Sasa katika ule uasi, kwa hiyo hamna kitu. Ndio maana tunaona wakati mwingine niseme tu hivi. Na hili ndio ambalo ndio huwa anapiga kelele nikikazana naye. Wakati mwingine ni sisi wenyewe ambao ndio watumishi tunasababisha kazi inaharibika. Kwa sababu kama moyo wangu hauko msafi, hauko vizuri, yani hii inaozungumza kama madhabahu ya moyo wangu imekaa vibaya, alafu mimi ndio natumika hapo, ndio tumepangwa, ndio nafanya kutoka na jibu. Amen. Sasa kuomba sio kwamba tunaomba tu, inategemea. Sasa nani huyu uliona alishindwa
alishindwa kubeba Ninawi kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa na shida, na ile shida ambayo alikuwa nayo ndio ilikuwa inamkimbiza kwa sababu na ule moyo pia ulikuwa unakataa kwenda kule alipokuwa anatakiwa kwenda. So yule bwana nilimsaidia, nikamwambia wewe tu kwanza utengeneze mambo yako. Kwa sasa nikawa kama nimemfungua mlango na akaanza kunielezea kama hivi nitakafanya hivi, kafanya hivi. Alafu sasa mimi nitakutafuta kwenye simu, afu nikuingia kwenye mkoa. Kwa hiyo ikagundulika kwamba kuna pia hiyo ni kazi anafanya, lakini pia bado kuna vitu vya kuweka sawa ndio aweze kufanya. Kwa hiyo Mungu ana jinsi yake ya kuweza kufanya kazi zake, lakini haya ni mambo ya msingi ambayo tunatakiwa tufahamu kwamba sisi ambaye ni kanisa tumebeba majira, tumebeba wakati ambayo sasa huyu ni malaika anayepeleka maombi ya watakatifu. Je, ya kwangu yanaweka kwenye hicho kitezo? Ya kwangu yanapata nafasi ya kwenda? Hapo ndio kuna tunapoona leo tunasema kwamba mbona sasa mimi simuoni Mungu? Mbona sasa mimi simuoni? Unaona sasa kilichokuwa ndani yake ndio kilimfanya akasirika. Kwa sababu ndani yake kulikuwa wale watu walikuwa hawako ndani ya moyo wake. Na aliwabeba tu kwa sababu aliambiwa aende. Na Mungu alifanya tu kwa sababu alikuwa ameshakusudia kufanya, ndio akamtuma yule. Lakini Yona kama Yona angesema asimame, maombi yake yaingie kwenye kile chetezo hicho ambacho tunaona cha malaika, ingekuwa ni ngumu kutokana na hali ambayo aliyokuwa nayo. Sasa kule watu kule Mungu, hapo ndio sasa uweze kuelewa. Wale watu wa Ninawi, Mungu anamtuma Yona kwenda, lakini Mungu alikuwa tayari ashalegeza moyo mpaka wa mfalme. Kwa hiyo mfalme alikuwa ameweka ushalegezwa, ushakuwa tayari, ila sasa mwenye kuja ni nani sasa aje? Yona ndio anakimbia huko kwa sababu anafanya mambo yake, anajiombea mwenyewe, anafanya hivi, kwa hiyo anakuwa hapa. Sasa tunaweza tukajikuta kwamba sisi tunamchelewesha Yesu kupiga baragumu yake ya 7, kwa sababu wakati yeye anaandaa ama ameshaandaa mioyo ya watu. Nilishafundisha kwa darasani, unapokuwa na uovu uliokutii, hapo hiyo mboga inafaa kuliwa. Hapo watu wameshaiva bila kujali kwamba kuna uharibifu wa namna gani, kwa sababu ule uharibifu ndio dalili. Kinachotakiwa mimi kuutazama sio kutazama ule uharibifu unaoonekana kwa mtu ama kwa watu ama mahali, ni kutazama moyo, na moyo ndio Mungu huwa anauandaa. Kwa hiyo Mungu anapouandaa moyo wa mtu, ndipo sasa mimi ninapokuwa nimembeba yule mtu na kwenda kumbeba yule mtu, ni rahisi kuchukua ule moyo na kuuleta kwa Mungu. Sasa moyo unakuwa mzito kubeba na kuleta kwa Mungu, kwa sababu sisi ambao ndio tunayekwenda, maombi yetu hayana uwezo kufika kwenye kile kitezo. Kufika pale inakuwa ni ngumu kwa sababu ya mambo mengi na vitu vingi ambavyo vinatukabili sisi kwa namna hiyo na namna nyingine. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba huyu alienda, lakini pia watu walipotubu akakasirika. Anamwambia Mungu, mimi nilijua ndio maana nilikuwa sitaki kuja. Akaanza maneno mengi, anagombana na Mungu kwa sababu watu wamepona. Sasa hiyo naona. Na leo sasa tunaiona hiyo. Jamani, mwawahubiria watu wenyewe. Mwawaleta watu ndani ya kanisa wenyewe. Mimi nasema nini habari ya majira, kwa sababu mtu akisikia habari ya baragumu, akisikia habari ya muhuri sio ngapi, usifikiri kwamba ni kitu gani kitafanyika ndio nazungumza habari hiyo. Sasa mambo yanayotendeka ya kawaida tu ambayo sisi tunaona ndio maisha, lakini sio maisha. Kuna kazi inafanyika ambapo leo tunawahubiria mtu mwenyewe, mtaenda mtawatafuta watu huko mtaani wenyewe, mtawabeba wenyewe, mtawaleta kanisani wenyewe. Mkisha wafikisha kanisani, mwanza kukasirika. Mwakasirika kwa sababu amemjua Mungu sana. Wewe huna bidii ya kumjua Mungu, alafu Mungu anaanza kumtumia. Wewe unaanza kukasirika. Ndio hicho ambacho kilifanyika. Mungu watu kule wametubu, na baada ya kutubu sasa wanatakiwa kuelekezwa ni nini kifanyike. Anatakiwa kumuelekeza ni Yona, na Yona mwenyewe ndio huyo amekasirika, anagombana na Mungu. Mimi nilijua tu wewe utawasamehe. Sasa wewe unataka Mungu afanye nini? Kwa hiyo tunaona kwamba hayo ndiyo maisha yanayotendeka. Hicho ni kipindi ambacho kulikuwa na ukimya. Nasema namba kwa kipindi kimya. Lakini sasa kuna yale yalikuwa yanatendeka ambayo tunayaona hata kwetu sisi yakiwa yanatendeka, na katika hilo sasa inaonyesha sasa hayo ndio yale yasiyotakiwa kuonekana. Na kwa sababu hayatakiwi kuonekana na yanaonekana, ndio maana yale yaliyotakiwa kufanyika ndio yanashindikana kufanyika.
ndio anashindikana kufanyika. Kwa hiyo kukasirika kwake Yona ndio Mungu anasema na yeye akimwambia, mimi sijakuelewa wewe. Wewe una hasira kwa sababu gani? Tena una hasira mimi nimekausha mtango, sio nimefanya nini? Kwanza mtango huo ulijua umeotaje? Sasa hasira yako ni nini? Kwamba anamfundisha na kumwonyesha jinsi ambavyo akili zake ni mbovu, kama jinsi ambavyo tunavyofanya. Akili zetu ni mbovu, jinsi ambavyo tunavyokwenda kwa namna ambayo isiyotakiwa. Sasa haki ya kupeleka maombi yafike kule yanapotakiwa kufika, lazima sisi wenyewe mioyo yetu iwe imebeba ule utayari wa kubeba, yaani kuwabeba watu wengine, kubeba kanisa la Kristo, kuwapenda watu wengine. Kitu nimejifunza mimi, nimeachana na mimi, lakini nikapatanisha nafsi yangu na watu, ili Mungu na yeye aachane na nafsi yake, ajipatanisha nafsi yake na mimi, kwa maana kwamba yale ambayo mimi nimeacha kuyafanya kwa ajili yangu, ambaye ndio akibeba ubinafsi kwangu, ndio yeye Bwana ashughulike naye. Kwa hiyo yeye Bwana anashughulika naye, kwa maana ya kama sio ni matengenezo, kama sio ni kitu gani, anashughulika naye. Na kama ni kwenye aina ya maisha ambayo jamani unaweza kumwona Mungu anafanya vitu kwa nafika mahali, na mimi nafika mahali na kama vile sielewi. Unaona anafanya kama ni kuwa mpaji, yani kama vile kutoa, kunipatia, unaona anafanya. Lakini ni kwa sababu kuna mahali nilitoka, nikaiacha nafsi yangu, nikamwachia, na mimi nikaondoka, nikaenda kwa ajili yake. Kwa hiyo nikasimama kwa ajili yake, nikafanya kwa ajili yake. Kwa hiyo ninapokuwa katika uwanja huo ni uwanja wa ulimwengu wa roho, kazi yangu inapimwa kwa chetezo. Kazi yangu inapimwa ninapokuwa ni kwenye maombi, ni katika kufundisha, ni katika kufanya, yaani hivyo. Lakini tukizungumzia kwa ujumla ni kwenye utumishi, kazi yangu ina kipimo chake na inapimwa. Kwa hiyo kipimo sio mimi, kipimo kiko kule pale. Na sasa ndio sisi tunatakiwa kujua ni namna gani